watumishi wa umma ndio kuchapa kazi kutoa huduma kwa wananchi. Safi sana. Na tunaanzia sasa katika sehemu ya kujikita zaidi kuelekea 29 mwezi Oktoba. Wananchi wa Mkalama wamepata elimu ya kuelimishwa na kufahamu kuhusiana na umuhimu wa kushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu. Kwa kweli niseme kwamba Tume Huru ya Uchaguzi INEC wamefanya kazi kubwa. Kwanza wamekuwa na utaratibu wa kufanya matangazo kupitia mikutano mbalimbali ya hadhara huko vijijini na kwenye vitongoji mbalimbali. Alafu pili, kupitia mikutano hiyo wamekuwa wakitoa elimu na umuhimu wa kuweza kupiga kura. Kwa kweli imekuwa ni zoezi shirikishi ambapo serikali za vijiji zimeshirikishwa, wananchi wameshirikishwa kupitia mikutano mikuu, ambayo mkutano mkuu ni mkutano wa wananchi wote, ambapo kusanyika chini ya serikali za vijiji, ambapo unajua serikali za vijiji inaongozwa na wenye viti wa vijiji na katibu wa serikali za vijiji. Katika serikali za vijiji wanakuwa ni watendaji wa vijiji. Kwa hiyo imekuwa mikutano ya namna hiyo inafanyika, na hata katika wiki hii wananchi wanahamasishwa. Tumezungumza na kuweza kutoa maelekezo kwenye serikali za vijiji vyote, idara na taasisi mbalimbali za serikali ziwakumbushe wananchi kuhakikisha wanajitokeza kupiga kura hiyo tarehe 29 Oktoba. Na wala hata wasiogope, usalama upo wa kutosha, na hata pengine wakiona pengine wakati fulani vyombo vya usalama au wana usalama wanapita hapa na pale, basi wajue ni kuhakikisha usalama wao upo. Watakuwa wanapita pengine kuangalia, na pengine wanaweza kuuliza wananchi kama hali ni tulivu au sio tulivu, na kama kuna mtu yote pengine anawasumbua piga kura tarehe 29, basi vyombo vitachukua hatua zile ambazo ni stahiki kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safi sana. Na shukuru pia ufafanuzi mzuri. Mkalama ni shwari na atakaye na aende, maana umeshasikia kabisa kwamba mambo ni mazuri, wananchi wameshaelewa umuhimu wa zoezi hilo la kushiriki kikamilifu katika upigaji wa kura ama kura yao, umuhimu wao. Tunabakia hapo kwenye eneo la usalama kwa wapiga kura, ambapo tumesikia Mheshimiwa Rais mwenyewe wa Jeshi Mkuu akiwa wilaya Ilala, Dar es Salaam, akisisitiza kwamba nchi ni shwari na watu wajitokeze kwa wingi katika kupiga kura. Sasa akisema rais, na maana sisi wote tunatakiwa tutekeleze kwa pamoja, jeshi ni nani. Sasa tunarudi kwa eneo lako la Mkalama sasa, maana tunasikia kuna watu wengine wanahamasisha wengine wasishiriki hivyo na nini. Vipi katika utulivu kwenye eneo lako la Mkalama? Niseme kwanza uhuru wa mawazo, uhuru wa maoni ni haki ya kikatiba. Ukisoma ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki kwa wananchi kuweza kuwa na uhuru wa kutoa maoni. Lakini pamoja na uhuru huo kuna mipaka ya kutoa mawazo yako. Tunasema kwamba ni haki ya kila mtu kufikiri. Lakini pia wahenga walisema ni vizuri sana kufikiri kabla ya kutenda au kabla ya kusema. Sasa lazima wananchi wajaribu kuweza kuwa wanafikiri ni mambo gani ya kusema na mambo gani ya kuto kusema. Ndio limitations of freedom of speech. Kwa hiyo lazima watu wajiwekee mipaka, nini niseme na nini niseme. Sasa nataka kusema nini? Nachotaka kusema ni kwamba katika uhuru ule wa kufikiri ni kwamba baadhi wanasema kwamba uchaguzi usifanyike, lakini wengine wanasema uchaguzi ufanyike. Ndio binadamu wenyewe. Lakini hata hivyo tunasema kila jambo linafanywa kwa mujibu wa sheria. Uchaguzi huu upo kwa mujibu wa sheria. Upo kwa mujibu wa katiba kwamba kila baada ya miaka 5 lazima nchi yetu ifanye uchaguzi wa kuwapata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hadi kadhalika waheshimiwa madiwani. Sasa hao wanaozungumza kwamba uchaguzi usifanyike au kutakuwa na maandamano, mimi nawachukulia kama watu ambao nao wanafikiri na kutoa maoni yao. Lakini je, swali la msingi la kujiuliza, maoni yao au fikra zao hizo ni halali au ni batili mbele ya katiba au mbele ya sheria? Jibu ni rahisi tu, kwamba
wanakosea. Kwa nini wanakosea? Wanakosea kwa sababu wanataka kuingilia pia haki na uhuru wa watu wa dhamiri ya nini wafanye na nini wasifanye. Wewe unapofikiri kwamba unasema wewe hutaki kwenda kupiga kura kwa mfano, au pengine labda umekwazwa na jambo fulani, labda tunapoelekea katika process nzima ya kuelekea kwenye uchaguzi, wewe hauko interested kuweza kuhakikisha kwamba unashiriki, usimzuie na mwenzako kuwa na uhuru wa kuamua vile ambavyo anafikiri. Kwa hiyo hapa kunaweza kuwa pengine labda kuna mitazamo miwili, wako ambao hao